Yes, bwana basi kama ilivyokaa kama ilivyodaa ndani ya nyumba tena ya Password Bomba mitamboni ya Falu DJ. Hizi napigwa live kutoka ZC Production chumba la burudani. Nashukuru sana kwa support ambayo mnazidi kuonyesha mashabiki. Hivyo sita kuendelea kuwaletea burudani bomba sana hapa. Tuko na My Diamond katika episode ya 6 tu na ni baada ya kumaliza episode ya 5 sasa. Tunaonga pale ambapo tulikuwa tumeshia katika tamthilia yetu bomba sana hapa. Leo sasa tumebadilisha muonekano kidogo, tumeamua kuileta ile ambayo wasema ni OG My Diamond OG and full HD. Hili mambo endelee kwa bomba zaidi. Hebu tuende pale ambapo tulikuwa tumeishia ili kujua kizaza kinaendelea jasio. Wasema story lazima iendelee pale ambapo ilikuwa imeishia, kwa sababu hii imeandaliwa kizazi zaidi na kitaalamu zaidi kwa ajili tu ya kuhakikisha na kuletea burudani bomba sana hapa. Wasema My Diamond, unaweza kusema hii ni pepo yangu, unaweza kusema namna ambavyo unahisi itakuwa bomba zaidi, ila hii ni Falu DJ. Basi tunaunganisha pale mtaalamu baada ya kutoka katika eneo la gorofa kwa juu, alikuja hapa kwa ajili ya kuzima moto ambao ulikuwa unawaka kwenye vidole vyake akiwa na bibi Dodo, lakini hapa alisikia kuna wanafamilia wawili wanabishana sana juu ya hatima ya maisha ya mtoto wao, na hii ilimfanya mtaalamu asogee taratibu kuangalia nini ambacho kinaendelea katika familia hii. Mama alikuwa ameshakata tamaa kwa sababu maisha ya mtoto wao yalikuwa yanaonekana yanaenda kwenye hatari moja kubwa sana, lakini mtaalamu alimwambia, naweza nikakupa nafasi ya kuomba wishi yoyote ile ambayo utaitaka. Basi mwanamama alikubaliana, lakini alimwambia kuna masharti ambayo yatakuwa ndani ya mkataba, kwa hiyo kama ataweza kuyafuata basi kile ambacho anakitaji kitaweza kutokea na kuwa sawa zaidi. Basi mama aliweza kukubaliana na mkataba, lakini kama kawaida mwanaume alimwambia kwamba pindi itakapotimia miaka 10 tu kila kitu kitapotea, na hii ni kwa sababu umeomba, hivyo hakutakuwa na mabadiliko kwa kile ambacho amekiomba kwa wakati huu. Ila maana mwanamama alikuwa anahitaji tu apate nafasi ya kurejesha maisha ya binti yake katika hali fulani hivi, na mwamba alimwambia basi atampatia hiyo furaha, lakini akumbuke baada ya miaka 10 baadaye atakuja kupoteza kila kitu. Hii ilimkasirisha sana bibi na kumuona mwamba ni kama mtu ambaye anacheza na maisha ya watu. Lakini mtamu amwambia kitu kimoja tu, wewe kujua juu ya kazi ambayo unaifanya, hivi ndio sisi tunafanya. Ina maana kwa kuwa alihitaji apatiwe nafasi ya pili katika maisha, aliweza kupatiwa, lakini kwa makubaliano maalum zaidi, hivyo atatakiwa pambanie kile ambacho amekiomba. Hii ilikuwa imemkasirisha sana bibi, lakini mkali ajaribu kuchukua nafasi yake tu kumuelewesha bibi juu ya kile ambacho kinafanyika pale. Kazi kweli kweli. Basi baadaye bibi aliweza kuondoka, lakini alikuwa na hasira sana kwa kuona kama kitu ambacho amekifanya mwamba akiko fair zaidi. Hivyo mwamba aliamini itafika wakati tu bibi atakuja kuelewa ni nini ambacho anakifanya, kwa sababu yeye sio binadamu, kazi yake ni kuja kuhakikisha kile kitu. Sasa upande wa pili kwa madam juu, inaonekana kuna mtu amevalia mavazi meusi, hatupati kuiona sura yake. Anabishana sana na madam kwa kile ambacho kimetokea, naye madam anasema sihitaji uendelee kwa hicho ambacho unakifanya, ingekuwa ni vema kama ungekizuia. Lakini mtu huyu anaonekana ni yule wa mara ya kwanza ambaye huwa anatumia kiberiti cha gesi. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu, leo alihitaji aweze kupata tu ladha fulani ya keki atafune taratibu, akiwa anaendelea kuenjoy, mara mshikaji wake anaingia katika ile eneo. Asema ungejaribu kutulia uniache ni enjoy kwa kile anachokihitaji tu, lakini mkali anajaribu kupenyeza taarifa ambazo anafikiri za muhimu sana kwa kumwambia mshikaji juu ya kile ambacho anakiamua kwa wakati huo. Na leo mshikaji anamwambia moja na kwamba yuko katika wakati mgumu na anahitaji kukamilisha kila kitu na kurejesha hatima kile ambacho alikipoteza kutoka kwa bibie. Alikuwa anapitia wakati mgumu sana, hivyo itakuwa ni vema kama atapata nafasi ya kuweza kupambania kile ambacho kipo katika mwili wa bibie. Sasa bibie upande wa pili katika eneo la kao ni mtu mwenye mawazo sana, yani ni kama kile ambacho kinajadiliwa hapa yeye akielewa, lakini secretary wake alikuwa anajaribu kutake notes tu. Hasa kulikuwa kuna ripoti mbalimbali juu ya namna kampuni inavyoendelea, na huyo Mr. Nando alikuwa anajaribu kuripoti nini ambacho kinaendelea. Baadaye mwanadada ambaye ni secretary hivyo alihitaji kumpelekea vitu fulani bibi ambavyo vilikuwa kama ni silaha ambazo zitamsaidia katika masuala ya ulinzi, kwani inaonekana kwa wakati huu bibi yuko sawa zaidi. Moja kwa moja eneo la hospitali, mkali ameingia. Mkali wetu Guoni hapa amekutana na ule mtoto ambaye alifanikisha kumpa nafasi ya kusonga zaidi na maisha. Lakini mtoto alikuwa amefurahi sana kumwona mkali yule, lakini anasema kuna kitu kimoja ambacho anahitaji amnong'oneze, na hilo
ni kama ombi lake. Anasema anachohitaji usije ukaja kuwafanya wazazi wangu waumie kwa sababu yangu, hiyo itanifanya nijisikie vibaya sana. Sasa maneno ambayo aliambiwa mkali na mtoto ni kwamba anamfanya mkali ajisikie vibaya sana, kwa sababu ameshaanza kuona namna binadamu ambavyo wanakikwepa sana kifo, na hivyo wanakuwa katika hali ya uoga zaidi. Upande wa pili kwa bibi akiwa katika hoteli moja kubwa sana ya kifahari na wafanya biashara wenzake, anapata bahati ya kukaona kale katoto kakiwa katika meza moja. Hii ilimshtua sana, na hapa alikuta wazazi wanafurahia sana hivi birthday ya mtoto kutimiza miaka 10. Nakumbuka mkali asema atakapofika miaka 10 tu kila kitu kitaweza kubadilika. Hii ilimfanya bibi akumbuke kumbukumbu moja ya zamani sana maisha yake ya nyuma, pindi ambapo wazazi wake walikuwa wanafurahia sana pindi ambapo anatimiza miaka hiyo. Sasa hii ilikuwa ni kitu ambayo imemshangaza bibi kidogo. Hasa bibi akiwa ndani ya gari, Tala binti manyonyo akiwa anaendelea kumwagika, akiwa ametulia hapa anawaza vitu vingi sana katika kichwa chake, na sasa anahitaji kushuka ndani ya gari tu. Basi tunaambia akiwa anatoka taratibu alikutana na kitu kimoja ambacho kilimshtua sana. Wasema ni Mr. Bodyguard, unaweza kumuita Guoni. Kwa sasa yuko kwa ajili ya kutetea nafasi aliyopewa na bibi, na bibi ili mshtua sana. Mtu huyu amekuwa ni kama kivuli kwake, ni pindi ambapo yeye anakuwa na ndipo ambapo mwamba anakuwa. Sasa hapa nataka nikupe kitu kimoja tu. Wasema kwenye mahusiano vitu ambavyo vinaweza kukupa nafasi ya kufurahia mahusiano yako au kuendelea kuenjoy na kufurahia mahusiano ulionayo ni vitu vidogo sana. Wanasema kuna kitu kinaitwa timing na kuna kitu kinaitwa caring. Yaani unatakiwa hakikisha unakuwa ni mtu ambaye unaweza ukakijali kile ambacho uko nacho, lakini pia unatakiwa ujue kitu hicho kina uthamani gani kwa muda gani. Hiyo itakufanya ukae vizuri kwenye mahusiano yako, au sio? Hebu tusonge kizazi zaidi. Basi mwamba baada ya kuingia katika ofisi alikutana na madam ambaye ni kama sekta ya bibi, yani anadharau kinyama. Ambavyo vitabu nilivyokupatia vitakupa mwongozo juu ya sila gani utumie na mbinu ambazo unatakiwa utumie ukiwa kama bodyguard. Sasa mwamba akiwa katika eneo la ofisi, waje mwamba ni bonge la handsome hivyo, watoto katika ofisi wote wanamshangaa, na watu wanachojaribu kujadili ni juu ya uzuri wa mwamba, kwamba hakika madam amefanikiwa kupata bodyguard ambaye ana muonekano mzuri sana. Hivyo watu wakawa wanajisikia tofauti kidogo, na hata bibi alikuwa ameshachanganyikiwa tu kitendo cha kumuona mwamba yuko katika eneo la ofisi, kwani anaonekana amewavutia wengi sana. Yani siku nzima katika eneo la ofisi kalikuwa ni kamjadala tu juu ya uzuri wa mkargo, na baadaye alipata nafasi ya kumchukua bibi na anahitaji kumrejesha nyumbani kwake, kwa sababu kwa saizi yeye kazi anayofanya ni kama bodyguard kwa bibi. Lakini bibi njiani amuuliza maswali mengi sana. Mwamba amemwambia, mimi nimeishi zaidi ya miaka 200 iliyopita, lakini sisi huwa tuzeki, ndio maana wanatuita mademon. Lakini hii ilimshtua sana bibi, na bibi alikuwa anajaribu tu kutamani kupata nafasi ya kujua mwamba alizaliwa wapi, ameishi vipi, yani kupata background ya mkali. Lakini mkali kiuhalisia yeye anadai ya kwamba hana background yoyote ambayo anaweza kumuelezea bibi akamwelewa zaidi ya kumwambia tu kwamba yeye ni mtu ambaye ametoka miaka 200 mpaka leo hii bado anaishi. Lakini bibi alipata ujumbe katika simu yake kutoka kwa madam juu kiwa anamwambia nakupenda sana, na alipopiga simu alishangaa kuona madam apokee. Hii ikamweka katika hali ya hofu zaidi, hivyo alihitaji kwenda kumtembelea madam na kujua kama madam yuko sawa. Sasa Tala binti bibi akiwa anasonga katika eneo hili aliona kama madam ametulia sana, hivyo ajua ni kama kawaida kwa sababu yeye na madam wana utani sana. Lakini alipofika tu kuangalia sura ya madam ni kwamba kwa wakati huo hatunaye tena madam juu, yani CEO wa Milaya Group Company ameshapoteza maisha kwa lugha nyepesi zaidi. Ili muumiza sana mkali, kwa sababu tayari kuna vitu vya kibinadamu vimeanza kuingia katika akili yake. Lakini kumbuka yeye ni demon, anatakiwa asiwe mtu mwenye huruma. Nitakuja kukupa sababu hapo mbele zaidi. Basi bibi alimwomba mkali kitu kimoja tu, kama kuna uwezekano ampe mkataba wa aina yoyote ili mradi aweze kurejesha maisha ya mwanamama wa kufahamika kwa jina la Madam Joe. Kale mwambia tu kitu kimoja, sisi waga hatuwezi kurudisha juu ya wale ambao wameshapoteza maisha, ila tunaweza kurudisha kwa wale ambao bado wanaamba wakiwa wanapigania hatua yao ya mwisho. Hii ilimuumiza sana bibi, na bibi alijiona ni mtu ambaye
amepoteza kitu ambacho kilikuwa kina umuhimu sana kwa upande wake, na kwa sababu mkali alishindwa kumpatia msaada, bibi hajisikia vibaya zaidi. Sasa unafikiri ni nini ambacho kinajiri na nani ambaye amehusika na mauaji ya Madam Juu? Hii inapigwa kutoka DC Production, chumba la burudani. Tukutane katika episode safi ya 7 ili kujua nani ambaye amefanya mauaji ya huyu Madam. Hii ya kwetu sisi hapa kutoka DC Production, chumba la burudani, kama kawaida ndani ya nyumba tena ya